Vita dhidi ya dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Kilifi vimepigwa jeki kufuatia kuzinduliwa kwa kituo kipya cha uokoaji na hifadhi cha Kimbilio Safe House kilichoko na uwezo wa kubeba manusura 48 katika eneo la Kilifi Kaskazini. Kituo hicho kimejengwa na shirika la Shining Hope for Communities SHOFCO kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Kilifi, huku kukiwa na ongezeko la visa vya dhuluma dhidi ya wanawake na wasichana eneo hilo. Kulingana na takwimu kutoka kwa idara ya kitaifa ya usimamizi wa haki NCAJ, kesi za dhuluma za kijinsia zilizofikishwa mahakamani kaunti ya Kilifi zilipanda hadi visa 1024 mnamo mwaka 2025 kutoka visa 939 vilivyorekodiwa mwaka 2024. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, katibu mkuu katika wizara ya jinsia Anne Wang'ombe amekitaja kituo hicho kama hatua kubwa na muhimu katika kuwalinda manusura na kuhakikisha wanapata haki pamoja na huduma za matibabu na kisaikolojia. No, nothing has been done. I mean, what kind of a country can we be talking about? No, there's no way in which a man, a perpetrator, can defile a child or even rape or do whatever it is that is negative, and then he's just roaming around like nothing has happened. I want to encourage the law enforcers, because there are some people who feel like they are untouchable, police best to themselves. In case you have those cases, please, I'll give you my number. Call me. I normally go to the station itself. Wow. Yes, and I even call the PS Interior or the CS, and I said there is a matter here that needs and the matter is so we are not going to entertain. Yeah, we are not going to entertain this in our county. Kwa upande wake, naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Flora Chebule Tsuma amebainisha kuwa kituo hicho ndicho hifadhi ya kwanza kabisa ya kipekee na rasmi iliyotengwa mahususi kwa ajili ya manusura wa dhuluma za kijinsia ndani ya kaunti hiyo. On behalf of the county government and the people of Kilifi, we extend our heartfelt appreciation to SHOFCO for establishing the Kimbilio Safe House. Your commitment to protecting vulnerable women, girls, and survivors of gender-based violence demonstrates the power of partnership in transforming lives. Tuliletewa SDG na kuna ile 17 ambayo inazungumza kuhusu partnership. This safe house is a lasting investment in human dignity. Na mwanzilishi wa shirika la SHOFCO Dr. Kennedy Odede amesisitiza kuwa kituo hicho kitatoa huduma jumuishi ili kuwajenga manusura hao upya. Kilifi remains one of the Kenya's highest burden counties for sexual and gender-based violence. True. During 2024 na 2025 last year, imagine this, 939 SGBV cases were before the court. Can you imagine? Zaidi ya kesi ya Kilifi sasa, zaidi ya kesi 988 zilikuwa kwenye hukumu ya koti. That's something, right? Alafu, there's high level of defilement to continue to contribute to teenage pregnancy along the coastal area. Tulikuwa na rafiki yangu, Madam Flora, roho yangu ilipasuka. Mtoto wa Kilifi miaka 12 amepata mimba. Mtoto wa miaka 12 amepata mimba. So kama uko na shida kwa Kilifi, and people of Kilifi and the county of Kilifi, they want to change this, and the government, they want to change this. So that's why SHOFCO and our partners and the PS are hapa, because we believe there is something good is going to happen in Kilifi. Ali Vincent, Benvin TV.